Sasa nitalizungumza ili kwa kifupi sana, ili kwa sababu Mheshimiwa Matiko alishalizungumza, sitaki sana kudweli muda mrefu. Mimi ninakuja na ombi mahususi kuhusiana na magereza, na ombi hili nalipeleka kwa mamlaka tatu. Ya kwanza, Jaji Mkuu. Jaji Mkuu ana mamlaka kwa sababu yeye ndio kiongozi wa mahakama zote za nchi yetu. Nina ombi maalum kwa Jaji Mkuu, na ombi hili nalipeleka vile vile kwa mkuu wa jeshi la polisi IGP. Na mamlaka ya tatu ambayo naiomba vile vile itekeleze jambo hili ni kamishna wa magereza. Hawa watu watatu na waomba wafanye special operation ambayo mimi naomba waite, ama waite jina lolote wanalotaka, ya safisha magereza. Operation ambayo itakwenda miezi 3 au 4. Mkakati mahususi na wa makusudi kabisa wa kuondoa nusu ya mahabusu ambao wanaoza kwenye magereza zetu. Na nitatolea mifano ya Dar es Salaam. Kitu cha kwanza chenye tatizo kuliko vyote ni katika jeshi la polisi kitu kinachoitwa upelelezi. Upelelezi unaendelea. Neno upelelezi unaoendelea limetumika kama mwavuli wa kuficha udhaifu wa uwezo wetu wa kufanya investigation. Neno hili linapokubaliwa mahakamani kutumika bila mipaka, linapeleka maelfu ya watu wetu kuozea magereza. Na hawa watu ni watu wengine hawana hatia. Na hata kwa wale wenye hatia, basi muda wa uchunguzi, muda wa upelelezi uwe limited. Kwanza, wasikamate watu ambao hawajamaliza uchunguzi ama hawana lead ya kutosha. Pili, baada ya muda fulani kama uchunguzi huu haujamalizika, basi watu wetu waachiwe. Kuwaweka watu miaka 8. Nitatoa mfano mmoja very specific. Kuna kesi inayoitwa ya ugaidi. Kuna kesi ya ugaidi ambayo watuhumiwa wake wako magerezani. Wengi wako Ukonga. Na mimi nilivyokuwa naletwa mahakamani, tulikuwa naletwa na msafara ulikuwa unaitwa msafara special. Kwa hiyo nachukuliwa Segerea na Mheshimiwa Matiko chini ya ulinzi mkali. Tunapelekwa Ukonga peke yetu. Tunaongezewa askari na tunachanganywa na wale watuhumiwa wa ugaidi. Tunapakiwa kwa pamoja chini ya ulinzi mkali wa watu wanaoitwa KM, kikosi maalum. Tunaletwa mahakamani. Tukifika mahakamani, kundi hili lina vijana wengi, hamna mzee, ni vijana ambao wamekaa magereza kati ya miaka 8, 9, waliokaa kwa uchache sana ni miaka 4, 5. Watu hawa wakiletwa mahakamani Kisutu, wanaingizwa moja kwa moja mahakama namba 1
Mahakama namba 1 wanapoingizwa hawa watuhumiwa wa ugaidi, haingii ndugu, haingii mwandishi wa habari, haingii mtu mwingine yoyote zaidi ya watu wetu wa ulinzi na usalama. Mimi Mheshimiwa Matiko tulikuwa tunapata hiyo bahati kwa sababu tunaletwa pamoja. Kwa hiyo tunakaa pale ndani, tunasikiliza na tunaongea nao. Hawa watu wamekaa magereza kati ya miaka 5 na miaka 7. Kila wakija Kisutu, haitokei taarifa yao kwenye vyombo vya habari kwa sababu kesi zao zinaendeshwa kwa siri, kwa ulinzi mkubwa. Hakuna raia anaruhusiwa kuingia, sio ndugu, sio mwandishi wa habari, sio mtu mwingine yote yule. Na kinachofanyika ni kitu kimoja tu, upelelezi unaendelea. Wanalalamika, wanasema sisi tuna familia jamani, tumekaa huko miaka 8. Sisi ni binadamu, tumeacha wake wetu, watoto wetu wana hali gani hatujui. Tunaishi katika confinement, yani mazingira tofauti ndani ya magereza. Hawa wanatuhumiwa kwa ugaidi, uchunguzi unaendelea miaka 8, miaka 9. Wanafutiwa mashtaka, wanakamatiwa hapo hapo, wanarudishwa mashtaka mengine. Kwa hiyo ukisoma kesi unaona ni kesi ya mwaka 2018, lakini ni mtu amekaa gerezani kuanzia 2012. Naomba sana katika hii operation Safisha Magereza, jambo hili liangaliwe. Hawa watu kama tumeshindwa kwa miaka 8 kuchunguza na kuweza kuestablish makosa yao, tuachie huru. Kama tumeweza kuconfirm kweli wanahusika na uhalifu wa ugaidi, basi wahukumiwe kwa mujibu wa sheria. Otherwise kuendelea kuwaweka in custody, kuwaleta chini ya ulinzi mkali, hawa watu tunawaharibu. Na niseme jambo jingine la pili kwenye hili, kuwaweka watu mahabusu kwa kuonewa kwa muda mrefu hakuwaondoi dhana ya uhalifu. Kuna waharden, kuna wafanya hawa watu wawe wahalifu zaidi. Kule jela kule kuna watu wengi na wahalifu wengi, sikatai. Magereza zetu hazina mifumo ya kuwarahisishia hawa watu na kuwarekebisha tabia. Kwa hiyo hawa watu wana interact, hawa watu wanazungumza. Vipi bwana wewe? Mimi nimeua. Nimeua. Umeuaje? Nimeua kwa visu vingi. Ipo. Kwa hiyo kuna wahalifu wengi na wahatari, lakini kuna watu innocent wengi ambao wako confined unlawfully. Kwa hiyo hawa watu tunaenda kuwafundisha ujambazi. Hawa watu wanakwenda kufundishwa namna ya kuwa raia wasiokuwa wanaiogopa sheria, kwa sababu ukishakaa jela kwa muda mrefu uiogopi tena sheria. Kwa hiyo niombe sana, huu msongamano wa wafungwa, gereza la Keko, gereza la Segerea, nizungumzie Segerea, kuna mahabusu kati ya 2300 mpaka 2450. Lakini uwezo wa gereza hili ni mahabusu 750. Hawa watu wanalala kitu kinaitwa mchongoma. Yaani mnalala kwa ubavu mmoja hivi kwa masaa 3, alafu mnyapara anapiga mikono mnageukia upande wa pili. Haya maisha hayawafundishi watu, yanawalemaza watu. Haki za binadamu haziwi respected ndani ya mahakama zetu, sio ndani ya magereza zetu. Na hili sio kosa la askari magereza. Magereza wanapelekewa. Na wanasema jamani, mnatuletea watu wote, tuwapeleke wapi? Na watu wengine wengi hawa ni makosa ya kubambikiziwa. Pamoja na nimesema kwamba tuna imani na mfumo wote wa mahakama, lakini kuna baadhi ya mahakama ambazo zinahitaji jicho la ziada, ikiwemo mahakama ya mwanzo. 60% ya mahabusu katika gereza la magereza wanatokea mahakama za mwanzo. Mahakama za mwanzo ambazo hata wanasheria hawaruhusiwi kwenda kumtetea mtu katika mahakama za mwanzo. Anakamatwa mtu kule, anapigwa, anakosa dhamana, anakwenda Segerea. Hao wako wengi, uchunguzi unaendelea.
na polisi hao ndio wanawaonea sana, na kumekuwa na malalamiko specific kuhusu vituo baadhi ya polisi ambavyo vingine amezungumza mheshimiwa Matiko. Kwa hiyo naomba majeshi yetu haya, sio majeshi, vyombo vyetu hivi vya kulinda na kutoa haki kwa watu, vitafakari namna ya kupunguza hawa. Wakiamua kufanya fast tracking ya kesi za watu na kuchunguza kabisa, tume maalum ya kuchunguza watu wana makosa gani, watatambua nusu ya mahabusu ambao wanajaza magereza zetu ni watu ambao hawakustahili kuwa katika magereza hizi. Na tukiondoa 50%, ina maana magereza hizi zitapunguza sana watu na kesi zitakwenda mbio mahakamani, na wataokoa fedha nyingi sana katika ration ya kila mbunge anahudumiwa kwa shilingi ngapi, kuweza kuisaidia mahakama, kuisaidia magereza kufanya mambo mengine ambayo yataboresha maisha kuanzia ya askari mpaka ya hata wale watu ambao wanawaangalia. Nilisikitika sana, na hili nilizungumze tena, kwamba askari wetu wa magereza wanajinunulia uniform. Jeshi limefikishwa hapo katika serikali hii. Nikawauliza askari wa magereza, inawezekanaje? Wakasema, Mheshimiwa Mbowe, kwa zaidi ya miaka 4-5 hatujawahi kupewa uniform na magereza. Kwa unakuta mwingine mjanja anavaa vizuri, ambaye amechoka unaona amechoka kweli, kuanzia kiatu mpaka kila kitu alichokivaa. Huyu hajapata ujanja wa kutafuta uniform peke yake. Hawa askari wetu wa magereza ni nusu wafungwa. Ninaomba sana wapewe budget ya kutosha, wapate uniform. Askari magereza wanafanya kazi ngumu sana. Kukaa na hawa watu sio kazi nyepesi mnavyofikiria. Lakini niombe sana hilo, na hakika likifanyiwa kazi litawezekana. Kwa hili la pelelezi unaendelea, hilo nimelizungumza kwa kirefu sana. Mpaka kule jela kuna mfungwa mmoja ametunga wimbo, nimeshindwa kuutoa nje ya magereza, siwezi kumtaja nani. Ametunga wimbo wa, tena huyu mtu sio Mtanzania, lakini ametunga wimbo wa Kiswahili. Anasema, magereza ya Tanzania bwana tabu sana. Kila ukienda upelelezi unaendelea. Kila ukienda upelelezi unaendelea. Na wish ule wimbo ningeutoa kule ndani ya magereza, ni ukabidhi nje, watu wajue kinachoendelea kule. Mtu naambia uchunguzi unaendelea kwa miaka 6, miaka 3, miaka 4. No, it's so proper. Jambo lingine ambalo niliombe katika hii operation ya safisha magereza, kuna ugonjwa ulioko magereza ambao ugonjwa huu kwa lugha maarufu ya magereza tunaita burudani. Ugonjwa wa burudani. Huu ugonjwa ni ugonjwa wa ngozi ambao chanzo chake ni kunguni na chawa. Huu ugonjwa uko sana magereza. Na chanzo cha hao kunguni na chawa ni uchafu. Na ni ugonjwa unaambukiza. Huu ugonjwa magereza zetu zikiamua kufanya operation zina uwezo wa kuufuta kabisa kwenye magereza. Watu wanatoka vipele, Kiingereza wanawita scabies. Sijui kama katibu mkuu ni daktari, sijui kama ni sahihi. Ni scabies. Yes, ndio burudani, si ndio? Burudani. Wanawita burudani kwa sababu ukipata na ule ugonjwa umelala unajikuna tu. Alafu unajikuna zaidi sehemu zile zenyewe. Unajikuna kweli, sio mchezo, mpaka damu zinatoka, ngozi inatoka. Yaani unajikuna sana, alafu mwisho mwili unavimba, viungo mwisho wa siku ule ugonjwa unaathiri baadhi ya organs za mwili kama ukiachwa kwa muda mrefu. Sasa wafungwa wetu wengi wana mazingira hayo kwa sababu huduma za kuoga, huduma za usafi katika magereza ni ndogo. Kwa msongamano uliopo, haiwezekani kila mtu akaoga kila siku. Kwa kuna watu wanaweza kukaa magereza wiki hawajaona maji ya kuoga. Wengine hata wiki 2. Na malazi wanalala wanashare kagodoro kadogo ka ukubwa wa futi 3 na inchi 2 unene, wanalala watu 3.
na wanalala mstari hivi kama watu 100. Wana wageuka usiku, geuka hivi, geuka hivi. Sasa mmoja akishapata ugonjwa wa scabies, ugonjwa wa burudani pale, unawaambukiza na wengine. Huu ugonjwa ukifanywa operation ya mwezi mmoja tu, magereza zetu zinakuwa sawa sawa. Sasa wafungwa kule wanaumia, unaona saa nyingine wanapata dawa na vyombo vya huduma ya afya katika magereza wanajitahidi, kwa kweli wanajitahidi vya kutosha, lakini kwa idadi ile ya watu unakuta wale manesi na madaktari waliopo kwa watu 2000 na kitu ambao wako katika mazingira magumu, inakuwa ni shida sana. Kwa niombe sana tufute kesi zilizo za lazima, na huu ugonjwa wa scabies wafanye kama operation. Ukishafanya operation ukaufuta ule ugonjwa, ukaweka dawa, akafanya fumigation kwenye magodoro na vitu kama hivyo katika magereza, huu ugonjwa utaondoka. Unawatesa sana wafungwa, hasa ukizingatia kwamba wanaishi katika mazingira ya kujazana, alafu kuna joto, kwa hiyo na jasho. Ugonjwa unaambukiza kwa urahisi sana. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo nimesema niliombe sana kwa Jaji Mkuu, serikali kwa upande wa jeshi la polisi, jeshi la magereza, vishirikiane kulipunguza tatizo hili. Na la mwisho kwenye eneo hilo, wajitahidi sana waangalie, wamulike mahakama za mwanzo kule, haki haitendeki kabisa. Na wanasema justice delayed ni justice denied. Watu wanacheleweshwa kupata haki yao, wanakuja magereza, wakija kutolewa wameshamaliza miezi 3, miezi 4. Magereza ya Segerea imejaa vijana wa Ethiopia ambao wamemaliza kesi zao miaka 2 iliyopita, walioletwa pale kwa makosa ya uhamiaji. Wako zaidi ya 170 Segerea. Tunaambia hao watu warudisheni kwao. Kama hamna tiketi za ndege, tafuteni hata mabasi, wapakieni warudisheni Ethiopia. Wanakaa magereza, wanalishwa, wanalazwa miaka 2 sasa wanakaa pale. Vijana wa miaka 18, 19 ambao walikuwa nakatiza hapa kwenda South Africa. Na kila siku wanaongezwa raia wa Burundi. Sasa vitu kama hivi, hebu vyombo vyetu hivi vinaweza vikavifanya vizuri tu, na sisi bungeni mambo haya tutayapeleka. Kwa hiyo nimeongea tu kwa kirefu kidogo pengine. La mwisho ni kesi za hujumu uchumi, ambayo ndio fashion mpya, kwamba watu wanakamatwa, investigation hazijulikani, watu wanakaa miaka kadhaa. Naomba nieleweke kama Mbowe na kama mwenyekiti wa Chadema, hatupingi kesi zozote zenye kuleta haki katika nchi, lakini tunaamini justice ni muhimu zaidi, kwamba hata katika utaratibu wa kuipata kumhukumu mtu, basi asianze kuadhibiwa kabla hajahukumiwa. Kama hatuko tayari kuendesha kesi za hujumu uchumi, tusikamate watu holela. Tunakamata watu holela. Jela kule sasa hivi kila anayeletwa ni hujumu uchumi. Kila anayeletwa ni hujumu uchumi. Kila anayeletwa ni hujumu uchumi. Uchunguzi unaendelea. Watu wamekaa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa 3, uchunguzi unaendelea. Upelelezi bado. Kama upelelezi bado, why the hell did you have to arrest them? Kama uchunguzi bado. Kwa sisi wengine tuendelea kupiga kelele, tuendelea kusema katika mamlaka zozote zinazohusika hadi hapo haki hiyo itakayoweza kupokea, lakini tunaomba ile jambo hili tulizungumze wote. Nirudi kwenye hali ya demokrasia katika nchi. Ndugu zangu, hili nitalizungumza kwa kifupi zaidi. Kama kiongozi mkuu wa chama, nimefuatilizia nikiwa magereza na nikiwa nje ya magereza mambo mbalimbali na ambayo unayaona kabisa yana dhamira ya kuminya demokrasia, na baada ya kuiminya demokrasia kwenye mfumo huo wenye lengo la kuminya vyama vya siasa vya upinzani na wapinzani wenyewe,